Usikwamishwe. Si na marasta, si manini. Mwanaume anasema mimi ukivaa hivi ndio naona vizuri. Huyo ni kahaba tu. Usimwache Mungu kwa sababu ya mwanaume anataka kuvaa hivi nguo vifupi. Nguo vinaonyesha maungo yako. Haya yote kuvaa masuruali ni ya miungu. Yote ni miungu. Ndio maana leo dunia inasonga kwa masuruali. Kuna roho inavuta. Inalazimisha uzao. Kwa lazima wavae suruali. Miaka kama Yesu hajachelewa kurudi, miaka 20 ijayo au 30, magauni yatakuwa ya kutafuta. Amen. Hebu tuangalie kwa andiko. Petro wa kwanza, tuangalie hapo tujikumbushe tena. Maana kuna watu wengine, haya yote tutayaweka kwenye YouTube. Kuna watu wengine watapenda kuangalia, na huyu mchungaji anafundisha hivi, kweli imeandikwa si kwa kusuka nywele? Amen. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 8 mpaka mstari wa 15. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 hadi wa 10. Unaweza kusoma pia hapo. Na sura ya 2 maandiko yanasema hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kustiri, pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele, wala kwa dhahabu na lulu, wala kwa nguo za thamani, bali kwa matendo mema, kama iwapasavyo wanawake wanaokiri uchaji wa nani? Uchaji wa Mungu. Amen. Timotheo wa kwanza 2:9 mpaka 10. Unaweza kusoma hapo. Hallelujah. Tafadhali ukisoma pia katika Petro wa kwanza 3 mstari wa 3 hadi wa 6 utaona hapo. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 3 hadi wa 6 utaona hapo. Maandiko yanasema, kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi, bali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yani roho ya upole na utulivu, iliyo ya thamani kuu mbele ya Mungu. Maana iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu, hayo mengine sio ya thamani mbele za Mungu, wala Mungu hahesabu kuwa ni kitu cha maana. Ilivyo ya thamani kuu mbele za Mungu, maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu. Amen.